Nilikuwekea story kuhusiana na Chadema kukutana na Raila Omolo Odinga ofisini kwake. Sasa Tundu Lissu ameeleza kwa kirefu ni kitu gani ambacho walienda kukifanya huko, kwa sababu Chadema wao walitoa tu statement pale kwamba viongozi wao waandamizi wamekutana na Mheshimiwa Raila Odinga ofisini kwake jijini Nairobi. So Tundu Lissu kupitia ukurasa wake wa X ameandika, tumepata heshima ya kukaribishwa na Mheshimiwa Raila Omolo Odinga ofisini kwake jijini Nairobi kwa ajili ya mazungumzo juu ya hali ya kisiasa nchini kwetu na harakati za mapambano ya kidemokrasia zinazoongozwa na chama chetu. Tumepata fursa ya kumweleza RAO juu ya msimamo wetu wa no reform, no election na kupata uzoefu na ushauri wake. Kama jina lake la utani linavyoashiria, RAO ni baba wa kweli wa demokrasia katika ukanda wetu wa Afrika, pamoja na baba yake mzee Jaramogi Oginga Odinga. RAO alikuwa mfungwa wa kisiasa kwa mara kwa mara na tawala za mzee Jomo Kenyatta na Daniel Arap Moi. Licha ya mateso mengi na makubwa akiwa kizuizini katika magereza mbalimbali ya Kenya, baba hakuwahi kukata tamaa wala kusaliti harakati za kudai demokrasia nchini kwake. Leo tumejua kutoka kwake tulichokuwa hatukijui kabla. Alipatiwa passport yake ya kwanza mwaka 62 akiwa na umri wa miaka 15 na serikali ya Tanganyika baada ya serikali ya kikoloni ya Kenya kumnyima yeye na kaka yake nafasi za kusoma nchini kwao kutokana na siasa za upinzani dhidi ya ukoloni za baba yao Jaramogi Oginga Odinga. So akaendelea kusema passport hiyo ilitolewa kwa amri ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baada ya Jaramogi na watoto wake hao kutorokea Tanganyika ili waweze kwenda masomoni nchini Ujerumani mashariki ya miaka hiyo. Ama kweli Afrika Mashariki ina deni kubwa kwa shujaa huyu wa demokrasia, kwa mfano wa maisha yake ya harakati. Leo akaweka na hizi hapa picha ambazo walipiga hapo pamoja, ambapo Odinga anaonekana akiwa na Lema, akiwa na Lissu mwenyewe, akiwa na Heche, lakini pia hii hapa ni picha pamoja wakiwa wote. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ndo hivyo. Tundu Antipas Lissu ameeleza kwa kirefu zaidi vile ambavyo walizungumza, si ndio? Huyo anasema this is huge. Yeye kwa upande wake amezungumza hivyo. Huyo anasema hii mojawapo ya hatua nzuri cross border political networking. Wanasema nikumbushe tu kwamba hakuna taifa ama kiongozi yeyote wa taifa lolote anaweza kufanya maamuzi ya taifa jingine. Hali yetu ya kisiasa nchini ni shwari. Tume yetu ya uchaguzi ni huru na iko tayari kwa ajili ya kuilinda katiba yetu ifikapo Oktoba. Nadhani ungetumia muda huu kuhamasisha wafuasi wako kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura ambapo muda wake unaishia kesho. Yeye amezungumza hivyo. Huyu anasema hakuna kuchoka Mheshimiwa Lissu, tupo pamoja na no reforms no election, na mwenda wazimu tu ambaye anaweza endelea kushiriki chaguzi za Tanzania zinazosimamiwa na tume ya uchaguzi inayoteuliwa na mwenyekiti wa CCM ambaye naye ni mgombea katika uchaguzi huo. Okay, huyu anasema chawa wa CCM na sasa mia wako kimbelembele kukishauri Chadema kukichagulia marafiki. Mliona wapi mshindani wako anakushauri mbinu za kumshinda? Na ni nani amewaomba ushauri? Kwa kuwa wapo CCM wanaona wana akili kuliko wapinzani wote, jambo ambalo si kweli. Huyu anasema Mwalimu alikuwa na mchango mkubwa sana katika freedom fighters wa Afrika pamoja na mapungufu aliyokuwa nayo. Tusisahau kwamba aliomba msamaha hadharani. Tuendelee kumwenzi mzee wetu. Kila laheri Tundu Antipas Lissu na timu yako. Namalizia hii hapo. Huyu anasema Odinga ni shabiki lialia wa siasa za jiwe ambaye ninyi mmekuwa mkimpinga sana. Sema kwa kuwa kwenye siasa hakuna adui wala rafiki wa kudumu, bali kuna maslahi ya kudumu pekee. Basi hakuna shaka, kila laheri kwenu. Kwa hiyo ndo hivyo. Tundu Lissu yeye ameeleza kwa kirefu zaidi kila ambacho alikwenda kukifanya kwa Mheshimiwa Raila Omolo Odinga ofisini kwake jijini Nairobi. Mtazamo wako ni upi? Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.